Kulikuwa na mtaa mzuri sana unaoitwa Tabata Bima. Mtaa huo ulikuwa umezungukwa na miti mirefu ya kijani na mto mdogo uliokuwa unachuruzika kando ya mtaa. Watu wa Tabata Bima walikuwa na furaha, maisha yalikuwa ya amani na kila mtu alimfahamu mwenzake. Katikati ya mtaa huu aliishi binti mrembo kuliko wote aliyeitwa Rehema. Rehema alikuwa mchangamfu, mwenye tabasamu la kupendeza na kila mtu alifurahi kumwona. Mama yake Rehema, aliyeitwa Mama Zaina, alikuwa mkunga maarufu na ndiye aliyewasaidia wanawake wengi wa Tabata kujifungua kwa usalama. Tangu Rehema akiwa mdogo, watu walimshangaa kwa uzuri wake. Wanaume kutoka kila kona ya Tabata walikuja na zawadi, si kwa sababu ya chochote kingine, bali walitaka tu kuona tabasamu lake. Wakimwambia, Rehema, umependeza sana, tafadhali pokea zawadi hii. Rehema alikuwa mnyenyekevu. Alikuwa akishukuru tu kwa upole, asante sana, kisha akaendelea na kazi zake. Alikuwa na marafiki wengi kwa sababu ya moyo wake mzuri na uso wake uliojaa huruma. Kadri alivyoendelea kukua, uzuri wake ulizidi kung'aa. Watu walikuwa wakinong'ona, Rehema ni kama binti wa kifalme. Lakini Rehema hakuwahi kuwa na kiburi. Alikuwa akimsaidia mama yake nyumbani na alijifunza mengi kuhusu kuwahudumia wengine kutoka kwa Mama Zaina. Lakini uzuri wa Rehema haukuwa wa uso tu, na moyo wake nao ulikuwa wa dhahabu. Alikuwa mkarimu kwa kila mtu na hakuwa na ubaguzi. Mama yake alikuwa na fahari kubwa juu yake. Rehema alipofikia umri wa ujana, uzuri wake ulizidi kuwa wa kuvutia sana. Watu walikuwa wakimnong'onea, Rehema ni kama malkia wa Tabata. Lakini hata hivyo, aliendelea kuwa mnyenyekevu na mwenye moyo wa huruma. Siku moja, kijana mmoja aliyekuwa mtoto wa mfanyabiashara tajiri wa Tabata aliingia kwenye maisha ya Rehema. Jina lake lilikuwa Juma. Juma alikuwa kijana mwenye sura nzuri, tabia njema na alikuwa na heshima kwa kila mtu. Juma alipomwona Rehema kwa mara ya kwanza, moyo wake ulidunda kwa nguvu. Alijua mara moja kuwa ndiye msichana aliyekuwa akimtafuta. Bila kusita, alimfuata na kumwambia kwa sauti ya upole, Rehema, moyo wangu umejawa na upendo kwako. Je, utanikubalia kuwa mpenzi wako? Rehema alimtazama Juma akatabasamu. Aliona ndani ya macho yake mtu mwema na wa kweli. Baada ya siku chache za kujuana, alikubali ombi lake. Upendo wao ulikuwa kwa haraka kama maua ya waridi msimu wa mvua. Muda si mrefu, Juma alimposa Rehema na harusi yao ikafanyika Tabata. Harusi hiyo ilikuwa kubwa na ya furaha. Kulikuwa na ngoma, vigelegele, vyakula vitamu na watu kutoka kila kona ya mtaa. Rehema alivaa gauni jeupe la harusi na kila mtu alisema, leo Rehema anang'aa kama jua la asubuhi. Baada ya harusi, Juma na Rehema waliishi kwa amani na furaha. Wakabarikiwa kupata watoto wawili. Wa kwanza alikuwa mvulana mwenye afya aliyeitwa Taji, na wa pili alikuwa msichana mrembo waliomwita Amani. Watoto hao walileta furaha kubwa ndani ya nyumba yao. Rehema aliwapenda sana watoto wake, akawalea kwa upendo na kuwafundisha kuwa wema kwa kila mtu. Lakini kadri muda ulivyoenda, matatizo yalianza kuingia katika ndoa yao. Mwaka ulivyopita, furaha ya ndoa ya Rehema na Juma ilianza kupungua. Juma alianza kuwa na wasiwasi na hofu isiyoelezeka. Aliona jinsi wanaume wengi wa Tabata bado walimtamani Rehema, walikuwa wakimtembelea dukani kwake, wakimletea zawadi ndogo ndogo au kumsemesha kwa furaha. Ingawa Rehema alikuwa mkarimu kwa wote, hakuwahi kuwapa wanaume hao sababu ya kumdhania vibaya. Lakini Juma alianza kuhisi wivu mkali. Siku moja jioni alipokuwa amekasirika, alimwambia Rehema kwa sauti ya hasira. Rehema, siwezi kuvumilia marafiki zako wa kiume tena. Wanaume hawa wanakutafuta kwa sababu moja tu, wanataka kukuchukua kutoka kwangu. Rehema aliumia sana kusikia maneno hayo. Kwa sauti ya upole alijibu, Juma, sijawahi kukusaliti. Mimi ni mkarimu kwa kila mtu, si kwa sababu ya mapenzi, bali kwa sababu hiyo ndiyo asili yangu. Tafadhali niamini. Lakini Juma hakutulia. Hofu ilizidi kuwa sumu katika moyo wake. Ugomvi ukaongezeka kila wiki na maelewano yakapotea polepole.
Siku moja, baada ya mabishano makali sana, Rehema alikaa kimya kwa muda mrefu. Alimtazama Juma kwa macho yaliyojaa huzuni kisha akasema, siwezi kuishi katika ndoa isiyo na imani. Mapenzi hayawezi kuendelea bila uaminifu. Nitachukua watoto wangu nitoke. Jioni hiyo, Rehema alikusanya nguo zake na vitu vya watoto. Akiwa na moyo mzito, aliondoka nyumbani kwa Juma na kurudi kwa mama yake, Mama Zaina, huko Tabata Kichangani. Watu walishangaa sana. Habari za kuachana kwao zikaenea mtaa mzima. Baada ya kurejea kwa mama yake, Rehema alianza maisha mapya. Ingawa moyo wake ulikuwa umejaa huzuni kwa kuachana na mume wake, alijikaza kwa ajili ya watoto wake, Taji na Amani. Mama Zaina alimkaribisha kwa mikono miwili akisema, binti yangu, hapa ni nyumbani. Umechoka lakini utapona. Kila siku Rehema alimsaidia mama yake kushona vitambaa, kuhudumia akina mama wajawazito na kulea watoto wake kwa upendo mkubwa. Hakuruhusu huzuni imshinde, alisimama kama mama jasiri wa Tabata. Mwaka mmoja baadaye, mwanaume mmoja kutoka nje ya Tabata, kutoka Mbande, alifika sokoni kuu la Tabata Bima. Jina lake lilikuwa Bakari na alikuwa tajiri, mwenye biashara kubwa ya vifaa vya ujenzi. Alikuwa amesikia juu ya uzuri na upole wa Rehema kupitia ndugu zake waliokuwa wakiishi Tabata. Siku moja, Bakari alimfuata Rehema baada ya kumwona akiuza vitenge sokoni. Kwa sauti ya heshima alisema, samahani dada, jina langu ni Bakari. Nimesikia mengi mazuri juu yako. Ningependa kukufahamu zaidi. Rehema, kwa tabasamu la kistaha, alijibu, shukrani Bakari, nafurahi kukuona. Karibu Tabata. Baada ya miezi michache ya mazungumzo na heshima, Bakari alimwomba Rehema awe mke wake. Rehema alisita, lakini baada ya kuona jinsi Bakari alivyompenda kwa dhati na alivyoonyesha mapenzi kwa watoto wake, alikubali. Harusi yao ilifanyika kimya kimya, lakini kwa heshima. Rehema alihamia Mbande, kwenye nyumba kubwa ya Bakari. Wakaendelea na maisha mapya na wakajaliwa kupata mtoto wa kike mrembo, walimuita Zawadi. Zawadi alikuwa akiwa na macho ya kung'aa na tabasamu kama la mama yake. Alikuwa mchangamfu, mpole na alipendwa na kila mtu aliyemfahamu. Kadri alivyokuwa, alizidi kuvutia. Wanaume kutoka maeneo yote ya Tabata na Mbande walimletea Zawadi wakitaka kumvutia. Lakini Rehema alimwambia binti yake, Zawadi, uzuri wako ni zawadi kutoka kwa Mungu, lakini kumbuka, si kila zawadi inatoka kwa moyo safi. Jihadhari, linda moyo wako. Zawadi alimsikiliza mama yake na akakuwa akiwa mwerevu na mwenye busara. Hakuwa mtu wa kukurupuka na mapenzi. Alijitunza, akiheshimu maadili na kujenga ndoto zake mwenyewe. Siku moja asubuhi, soko la Tabata lilikuwa na pilika nyingi. Zawadi, sasa msichana kijana wa kuvutia na akili, alikuwa akimsaidia baba yake Bakari kwenye duka lao kubwa la vifaa vya nyumbani na vitenge. Watu walikuja toka maeneo mbalimbali, Buguruni, Kigogo, Mbezi, kwa sababu walijua duka la Bakari lilikuwa na bidhaa bora. Wakati Zawadi akiwa anaweka vitambaa kwenye rafu, kijana mmoja aliingia dukani. Alikuwa amevaa nguo za kawaida, uso wake ulikuwa na uchovu, lakini macho yake yalikuwa na utulivu wa ajabu. Zawadi alipomtazama, alihisi kitu cha tofauti ndani ya moyo wake, si mapenzi ya haraka, bali hali ya kuvutwa na utu wake. Kijana huyo akasema kwa sauti ya adabu, samahani dada, naitwa Taji. Nahitaji kitambaa cha bei nafuu sana, sina pesa ya kutosha, lakini nahitaji zawadi kwa mama yangu. Zawadi alitabasamu. Alimkumbuka mama yake Rehema alipomfundisha kuhusu moyo wa huruma. Badala ya kumpa kitambaa cha bei ya chini, alimchukulia kitenge kizuri kabisa, kilichokuwa ghali zaidi dukani. Hiki hapa, chukua. Ni zawadi kutoka kwetu, alisema kwa upole. Taji alishtuka, lakini hiki ni ghali sana. Siwezi kulipa. Zawadi akajibu, hii ni zawadi kwa sababu naona mwanga wa roho nzuri ndani yako. Taji alishukuru kwa moyo wote, machozi yakimlenga. Alisema, nitakumbuka hili siku zote. Kuanzia siku hiyo, Taji alianza kumtembelea Zawadi mara kwa mara dukani.
Waliketi pamoja wakazungumza kuhusu maisha, ndoto na changamoto. Kadri walivyoendelea kujuana, urafiki wao ulizidi kuimarika na mtaa mzima ukaanza kugundua. Watu walikuwa wakisema, Zawadi na yule kijana masikini wa sokoni kila siku pamoja. Wanaendana kama ndimu na chumvi. Lakini Rehema, mama yake Zawadi, alianza kuwa na wasiwasi. Aliposikia jina Taji, moyo wake uliruka. Hilo lilikuwa jina la mtoto wake wa kwanza, mtoto aliyemwacha kwa baba yake Juma miaka mingi iliyopita. Rehema akaanza kufikiria, je, inawezekana huyu ni yule Taji wangu? Mwanangu wa kwanza. Akaamua kumchunguza kwa karibu, lakini hakumwambia Zawadi chochote. Siku moja jioni, baada ya mvua kunyesha Tabata na anga kuwa na harufu ya udongo, Taji alifika dukani akiwa na uso wa huzuni. Alimkuta Zawadi akiwa peke yake, akisafisha sehemu ya ndani ya duka. Kwa sauti ya upole lakini iliyobeba uzito, Taji alisema, Zawadi, ninaomba msaada. Sina pa kulala tena. Wenye nyumba walinifukuza. Je, unaweza kunisaidia kupata mahali pa kupumzika kwa muda tu? Zawadi alitazama macho yake, akaona unyonge na ukweli. Bila kufikiria mara mbili alisema, usijali. Njoo nyumbani kwetu, tuna chumba cha wageni. Baba yangu ni mtu wa huruma, ataelewa. Jioni hiyo, Zawadi alimpeleka Taji nyumbani. Alipofika mlangoni, Rehema alipomwona kijana huyo kwa karibu, damu ilimkimbia usoni. Alimtambua mara moja, uso ule, tabasamu lile la baba yake Juma, huo ulikuwa ni mtoto wake Taji. Lakini hakuweza kusema lolote. Alijikaza na kumsalimia kwa upole. Karibu kijana, umekaribishwa. Zawadi alimwambia mama yake, Mama, Taji hana pa kulala na anaonekana ni mtu mzuri. Naomba akae nasi kwa muda. Rehema alihisi moyo ukiuma. Akajibu kwa haraka, hapana Zawadi, hatuwezi kumkaribisha mgeni tusiyemjua vizuri. Ni hatari. Zawadi akashangaa, lakini mama, huyu ni Taji. Nimemjua kwa miezi sasa. Ana moyo mzuri. Rehema aling'ang'ania, sio kila mwenye tabasamu ni wa kuamini. Zawadi aliposhindwa kumwelewa mama yake, akaenda kwa baba yake Bakari. Baba yake, mtu wa moyo mpana, alisema, si tatizo. Kama hana pa kulala, sisi tuna nyumba, ataishi hapa hadi ajipange. Na hivyo Taji akaanza kuishi kwao. Akawa sehemu ya familia, akifanya kazi kwenye duka, akisaidia nyumbani na kila mtu alimpenda. Hata majirani walikuwa wakisema, huyu kijana ni mpole mno. Anafaa hata kuwa mkwe hapa. Lakini Rehema hakuwa na amani. Kila siku alipomwona Taji, machozi yakimlenga kwa ndani. Hii ilikuwa ni siri kubwa sana, Zawadi na Taji ni ndugu wa baba mmoja. Lakini mapenzi kati ya Zawadi na Taji yalizidi kuota mizizi. Walianza kuwa karibu zaidi, wakacheka, wakatembea pamoja na muda mwingi wakitumia chini ya mti mkubwa wa mtopetope nyuma ya nyumba. Na Rehema alijua kama hatasema ukweli mapema yatatokea maafa. Miezi iliendelea kupita na mapenzi kati ya Zawadi na Taji yakawa wazi kwa wote. Wakiwa pamoja, walionekana kama watu walioumbwa kwa ajili ya kuishi maisha ya pamoja. Tabasamu zao zilikuwa za kweli na macho yao yalionyesha upendo wa dhati. Majirani wakaanza kusema, jamani, hawa wawili watatua mwaka huu. Hakuna shaka. Lakini ndani ya nyumba, Rehema alikuwa akiumia kimya kimya. Kila siku alishuhudia jinsi watoto wake wawili wa damu, bila wao kujua, walivyozidi kupendana. Alijua huu ni moto unaotakiwa kuzimwa kabla haujawaka zaidi. Siku moja asubuhi, Taji alimfuata Zawadi wakiwa kwenye duka na kumwambia kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo, Zawadi, nimeamua. Nataka kuoa. Nataka niwe nawe milele. Zawadi alishikwa na mshangao, lakini alicheka kwa furaha, akasema, hilo ndilo jambo nililokuwa nasubiri kulisikia. Nipo tayari. Usiku huo walikaa pamoja wakapanga jinsi ya kuwaambia wazazi.
Siku iliyofuata walikaa wote mezani, Zawadi, Taji, Bakari na Rehema. Zawadi alichukua nafasi akasema kwa heshima, Baba, mama, Taji na mimi tunapendana. Na tumekuja kuwaomba ruhusa ili tufunge ndoa. Bakari alitabasamu kwa furaha akasema, hili ni jambo la baraka. Taji ni kijana mzuri mno. Moyo wangu umejaa furaha. Lakini Rehema alipigwa na butwaa. Uso wake ukawa mweupe kama karatasi. Akasimama ghafla na kusema kwa ukali, hapana. Hii ndoa haifai. Hairuhusiwi kabisa. Zawadi akashtuka, mama, mbona unalipinga jambo hili? Tunapendana kwa kweli. Bakari naye akamwangalia mke wake na kusema, Rehema, kuna nini? Kwa nini unakasirika hivi? Kama kuna jambo hatujui, utuambie. Rehema alianza kutetemeka. Machozi yakaanza kumtiririka. Akasema kwa sauti ya huzuni, nina jambo kubwa la kukiri. Taji si mtu wa kawaida. Ni damu yangu, ni mtoto wangu wa kwanza kutoka kwa mume wangu wa zamani, Juma. Kimya kikatawala meza nzima. Zawadi alitetemeka akasema kwa sauti iliyovunjika, mama, hii unamaanisha Taji ni kaka yangu? Rehema akaanguka kwa magoti akilia, niliwahi kumwacha Juma nikiwa na binti mmoja na kumwacha kijana huyu. Sikumtafuta kamwe, nilijua sitaonana naye tena. Sikujua kuwa dunia ni ndogo hivi. Taji alikuwa amekaa kimya, uso wake umejaa mshangao na huzuni. Hatimaye alijibu kwa sauti ya uchungu, kwa hiyo Zawadi ni dada yangu, damu yangu. Bakari alishindwa kusema neno. Uso wake ulibaki na mshangao na huzuni. Ulikuwa ni usiku wa giza kwenye familia yao na hakuna aliyejua la kufanya. Baada ya ukweli kufichuka kuwa Taji na Zawadi ni ndugu wa baba mmoja, nyumba ya Rehema ikazama kwenye kimya kizito. Hakuna aliyeweza kuangalia mwenzake machoni. Moyo wa kila mmoja ulikuwa umevunjika. Usiku huo, Zawadi alijifungia chumbani akilia kimya kimya. Kila kumbukumbu ya upendo wake na Taji sasa ilikuwa kama mkuki moyoni. Alijisemea kwa uchungu, niliweza kumpenda mtu wa kweli, ila kumbe ni damu yangu. Dunia ni ya ajabu. Taji naye akiwa chumbani kwake alikumbuka kila tukio, kila tabasamu waliloshiriki na Zawadi. Kwa sauti ya huzuni alijisema, niliipata familia lakini kwa njia isiyostahili. Nilikosea bila kujua. Kesho yake Rehema alipokuwa jikoni, macho yakiwa na wekundu wa kilio, Bakari alimkaribia na kusema, Rehema, kwa nini hukuwa umetuambia mapema? Tulikuwa tunajenga janga bila kujua. Rehema akainama na kusema kwa sauti ya chini, niliogopa. Niliamini nikikaa kimya, kila kitu kitaendelea kuwa salama. Sikutegemea kuwa Taji ataingia tena maishani mwangu kwa njia hii. Bakari akasikitika, sasa tumeumiza watoto. Umewapa jeraha ambalo halitapona kirahisi. Katika siku zilizofuata hali haikurudi kawaida. Zawadi alikaa mbali na Taji na waliepuka hata kuonana macho. Majirani walianza kunong'ona, je, umesikia? Yule Taji ni kaka yake Zawadi, lakini walikuwa wanapendana. Maneno hayo yaliwasambaratisha zaidi. Taji akaamua kuondoka Tabata na kurudi kwao Buguruni, alikozaliwa na kulelewa na baba yake Juma, ambaye sasa alikuwa mzee mwenye hekima na majuto. Rehema alipomwangalia Taji akiondoka kwa mkoba wake wa mgongoni, alilia kwa sauti ya ndani, moyo wake ukisema, ni bora ningeongea mapema, sasa nimempoteza mwanangu. Wiki chache baada ya Taji kuondoka Tabata, maisha ya Zawadi yalibadilika kabisa. Hakutaka kuongea na mtu yeyote, hakuenda sokoni tena, na alikaa chumbani muda mwingi akiwa kimya. Mama yake Rehema na baba yake Bakari walihisi kuna jambo, lakini hawakujua ni lipi. Asubuhi moja, Rehema alipokuwa anapika uji jikoni, alisikia Zawadi akitapika kwa nguvu chumbani.
Aliingia haraka na kumkuta binti yake akitetemeka, uso umejaa jasho. Zawadi, mbona hali yako si nzuri? Rehema aliuliza kwa hofu. Zawadi alinyamaza, lakini macho yake yalikuwa yamejaa woga na huzuni. Rehema alikaa pembeni yake, akamshika mkono na kumuuliza kwa upole, niambie mpenzi wangu, kuna nini? Zawadi akashusha pumzi ndefu, machozi yakimtoka polepole. Kisha akasema kwa sauti ya kuvunjika, mama, nina mimba. Rehema alishikwa na butwaa. Alitetemeka. Aliuliza kwa sauti ya hofu, mimba ya nani Zawadi? Zawadi akamwangalia mama yake machoni, akasema kwa ukimya wa uchungu, ni ya Taji. Kimya. Dunia ilisimama kwa Rehema. Akahisi tumbo linamuuma ghafla. Akaegemea ukuta, akajikaza kutodondoka. Alihema kwa nguvu na kusema, hili haliwezekani. Haiwezi kuwa kweli. Zawadi akainama na kusema, mama, hatukujua kuwa sisi ni ndugu. Tulipendana kwa moyo safi. Usiku huo, Rehema aliita mume wake Bakari na kumwambia kila kitu. Bakari alikaa kimya, akamwangalia mke wake na kusema, sasa nini kifanyike? Mtoto huyo ni damu yetu. Hatuna haki ya kumuua. Lakini Rehema alikuwa mwenye hofu. Tutawaambia nini watu wa Tabata? Watatusuta. Watamkataa Zawadi. Hii ni aibu kubwa. Bakari akamshika mkono Mkeiwek na kusema, tusifikirie watu. Tusikilize dhamira zetu. Zawadi ni binti yetu. Lazima tumlinde hata iweje. Miezi ikapita haraka kama upepo wa mchana wa kiangazi. Tumbo la Zawadi lilianza kuonekana wazi. Ingawa hakutoka nje mara nyingi, watu wa Tabata walianza kuona na kuulizana, si huyo ni Zawadi wa Bakari? Mbona anaonekana mjamzito? Nasi walisema alikuwa na yule kijana wa sokoni, yule aliyekuja kuishi kwao. Maneno yakaanza kuzagaa kama moshi wa moto wa kuni mbichi. Rehema alikuwa hawezi kutembea mtaani bila kusikia maneno ya kejeli na mashaka. Alikaa nyumbani muda mwingi, akimtunza binti yake kwa kimya na macho ya huzuni. Lakini Bakari, baba wa heshima, aliendelea kuwa nguzo ya familia. Kila alipopita sokoni na kusikia minong'ono, alisimama kidete na kusema, mtoto wangu ni wa damu na mjukuu wangu ni Zawadi. Hata kama dunia nzima itawageuka, mimi nipo nao. Siku moja ya Jumamosi, mvua kubwa ilianza kunyesha usiku kucha. Asubuhi yake, Zawadi alianza kupata maumivu ya uchungu. Rehema na Bakari wakamkimbiza kwa mama Zaina, mkunga mstaafu aliyekuwa bado na mikono ya baraka. Baada ya saa kadhaa za maumivu na machozi, Zawadi alijifungua mtoto wa kiume mwenye ngozi laini na macho ya kina, aliyefanana kabisa na Taji. Walimuita jina la Tumaini. Rehema alipomshika mjukuu wake mara ya kwanza, machozi yakamtiririka. Akamnong'oneza mtoto, samahani mjukuu wangu. Dunia haijakupokea kwa furaha, lakini kwa mimi, wewe ni nuru ndani ya giza. Majirani walikuja kwa aibu, wakiwa na zawadi ndogo ndogo. Wengine waliomba msamaha, wakikiri kuwa walikosea kuwahukumu. Mtoto ni mtoto, walikuwa wakisema sasa. Hakuchagua kuzaliwa kwenye mkasa huu. Tumwendee kwa upendo. Siku moja ya Jumapili, miezi miwili baada ya kuzaliwa kwa Tumaini, baridi ilikuwa kali Tabata. Rehema alikuwa nje ya nyumba akimrusha mjukuu wake juu kidogo huku akicheka kwa upole. Ghafla alisikia sauti ya kiume nyuma yake. Mama. Aligeuka. Moyo wake ukapiga kwa nguvu. Alikuwa ni Taji. Amesimama akiwa na suruali ya kaki, shati la zamani na begi moja dogo mgongoni. Uso wake ulikuwa umejaa mashaka, lakini macho yake yalikuwa na hamu ya kujua. Rehema alishindwa kuzungumza. Alimtazama kwa sekunde chache kisha akasema kwa sauti ya unyonge, karibu nyumbani mwanangu. Taji alimwangalia mtoto mdogo mikononi mwa mama yake.
Alipomtazama vizuri, moyo wake ulijaa hali ya ajabu, kama aliwahi kumwona. Ni mtoto wa nani huyo? Aliuliza. Rehema alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha kwa sauti ya taratibu akasema, mtoto wako Tumaini. Taji alitetemeka. Macho yake yalijaa machozi. Alikaribia taratibu, akainama, akamwangalia Tumaini. Mtoto alitabasamu bila kujua dunia aliyozaliwa ndani yake. Ni kweli mama? Taji aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Ni kweli. Wakati hamkujua kuwa ni ndugu, mlipendana kwa moyo safi. Matokeo yake ni huyu malaika, Rehema alijibu huku akilia polepole. Taji akasema, siwezi kumkataa. Nitampenda, nitamheshimu, nitakuwa baba yake, hata kama sitakuwa na zawadi kama mke. Baadaye jioni, Bakari aliporudi nyumbani na kumkuta Taji, alimtazama kwa macho ya busara, kisha akamkumbatia kwa nguvu. Wewe ni mtoto wetu pia. Karibu nyumbani. Na ndivyo Taji alianza kuishi tena na familia ya Rehema. Hakuwa tena mpenzi wa zawadi, bali alikuwa baba wa Tumaini, kijana mdogo aliyechanganya historia ya uchungu na baraka. Wakati Taji alirejea na kukubali majukumu yake kama baba wa Tumaini, maisha ya familia ya Rehema yalianza kupata utulivu mpya, lakini si rahisi. Watu bado walinong'ona. Kila alipopita sokoni, Zawadi alisikia maneno kama, ndiyo yule aliyepata mtoto na kaka yake. Maskini, lakini angalau walizaa mtoto mzuri. Lakini Zawadi hakujibu chochote. Alitembea kwa heshima, akiinua kichwa chake juu. Aliamua kuwa mama mwenye nguvu, si mama wa aibu. Siku moja alipokuwa amekaa chini ya mti wa mtopetope na Tumaini akiigiza kuendesha gari kwa kijiti, Taji alikuja na kikombe cha uji moto. Akakaa naye kimya kwa muda. Halafu akasema, Zawadi, sijui niseme nini. Najua siwezi kurudi kama mpenzi wako, lakini natamani angalau tuwe washirika wa kweli kwa ajili ya Tumaini. Zawadi akamwangalia kwa macho yaliyojaa ukomavu. Akasema, Taji, hatuwezi kurudi kule tulikotoka. Lakini ninaamini bado tunaweza kujenga kitu kizuri, si kwa sababu ya hisia, bali kwa sababu Tumaini anahitaji upendo wetu wote wawili. Taji akatabasamu. Waligusa mikono kwa muda mfupi, si kama wapenzi, bali kama wazazi waliounganishwa na jukumu la malezi. Katika kipindi hicho, jamii ilianza kubadilika. Wazee wa mtaa waliketi pamoja na kutoa kauli, kosa lilifanyika bila kujua. Tumaini hana hatia. Kama mtaa, tumsaidie apate maisha bora. Msaada ukaanza kutolewa, nguo, chakula na hata jina lake kuandikishwa kwenye kliniki kama mtoto wa heshima wa Tabata. Zawadi alianza kushona nguo za watoto na biashara yake ikakua. Taji alianza kufundisha vijana wa mtaa kazi za mikono, useremala, kuchomelea na ujenzi. Waliishi kama ndugu wa kweli waliounganishwa na maumivu, msamaha na tumaini. Miaka ikapita. Tumaini, mtoto aliyezaliwa kwenye mkasa, sasa alikuwa kijana mwenye akili na tabia njema. Alikuwa anapendwa na kila mtu Tabata. Shuleni walimu walimuita kiongozi wa kesho na mtaani walimuita kijana mwenye roho ya amani. Alimpenda mama yake Zawadi kwa moyo wake wote. Na alimchukulia Taji kama shujaa wa kweli. Hakujua kuwa yule aliyemuita baba alikuwa pia kaka yake wa damu. Siku moja baada ya shule, alipomkuta mama yake akitulia peke yake, alimuuliza swali ambalo halijawahi kuulizwa waziwazi, mama, baba yangu halisi ni nani? Zawadi aliduaa. Alitazama kijana wake aliyekuwa sasa na sauti ya kiume, uso wenye sura ya Taji na macho yanayofanana na ya Rehema. Akasema kwa sauti ya pole, baba yako ni mtu mwema sana. Alinipenda sana na alikupenda hata kabla hujazaliwa. Tumaini akauliza tena, lakini kwa nini watu wengine husema mambo ya ajabu kuhusu mimi? Kuna wakati nilisikia watoto wengine wakisema nilizaliwa kwenye aibu. Ni kweli mama? Zawadi akapumua kwa kina. Moyo wake uliuma, lakini alijua huu ndio wakati wa kuwa mkweli. Alienda chumbani, akachukua kijitabu kidogo kilichojaa maandishi ya kumbukumbu.
Akamkabidhi mwanawe na kusema, soma. Hapo ndipo ukweli wa maisha yako ulipo. Tumaini alikaa kitako, akaanza kusoma. Polepole uso wake ulianza kubadilika, mshangao, huzuni, kimya, machozi. Aligundua kuwa mama yake alimpenda kaka yake bila kujua. Kwamba yeye ni matunda ya mapenzi yaliyokuwa safi lakini ya hatari. Kwamba baba yake si baba bali kaka wa mama yake. Alinyamaza kwa muda mrefu. Halafu akasema kwa sauti ya kutetemeka, kwa nini hukuniambia mapema? Zawadi akamjibu kwa machozi, sikujua kama ungeweza kustahimili. Nilihofia kukuvunja moyo. Lakini niliamua kukuambia sasa kwa sababu umefikia umri wa kuelewa. Tumaini akamwangalia mama yake, akaenda kumkumbatia kwa nguvu. Asante kwa kuwa mama bora. Ulichukua maumivu yako, ukaibadilisha kuwa nguvu. Nitaishi kwa heshima, si kwa aibu. Siku hiyo alienda kumkumbatia pia Taji na kumwambia, asante kwa kuwa baba bora, hata kama ulikuwa huna majibu yote. Wewe ni sababu ya mimi kuwa hivi. Miaka ikasonga mbele. Tumaini, kijana aliyebeba jina lenye uzito wa historia, sasa alikuwa mtu mzima. Akiwa na umri wa miaka 25, alikuwa ameanzisha kikundi cha vijana wa Tabata waliopitia changamoto mbalimbali kuwasaidia kujifunza ujasiriamali, ujenzi wa tabia njema na namna ya kusamehe. Aliandika kitabu kilichoitwa Nilizaliwa katika siri, nikalelewa katika upendo. Kitabu hicho kilisambaa mikoa yote ya Dar es Salaam na hata kutumika kama somo mashuleni kwa vijana waliokuwa wakihangaika na utambulisho wao. Siku moja katika uwanja wa wazi wa Tabata Segerea, watu walikusanyika. Waliketi kwenye viti vya plastiki, wengine walisimama chini ya miti. Tumaini alisimama mbele ya kipaza sauti, akiwa amevaa kitenge kilichoshonwa na mama yake Zawadi, na pembeni yake akasimama Taji na Rehema, wote machozi yakiwa macho. Akasema kwa sauti ya kujiamini, naitwa Tumaini. Nimezaliwa kwenye mazingira yasiyo ya kawaida. Wengine waliona aibu, wengine walihukumu, lakini familia yangu ilichagua kusimama kwa upendo. Sasa simami hapa si kwa aibu bali kwa heshima. Nimejifunza kuwa maisha si tu damu inayotufanya familia, ni kusamehe, kuelewana na kusimama pamoja hata kama historia yetu ina maumivu. Leo hii ninatangaza, hatuwezi kubadili yaliyopita, lakini tunaweza kuandika upya yatakayokuja. Umati ulisimama na kumpigia makofi ya nguvu. Watu walilia, wengine walitabasamu, lakini wote walikubaliana na jambo moja, Tumaini alikuwa si mtoto wa kashfa tena, alikuwa taa ya Tabata. Na hivyo hadithi ya Rehema, Zawadi, Taji na Tumaini ikawa simulizi ya vizazi, ikihubiri ujumbe wa kweli huumiza, lakini pia huponya. Na msamaha ni zawadi kubwa zaidi ya binadamu kwa binadamu. Je, umejifunza nini kutoka kwenye simulizi hii? Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii, naomba usubscribe, ulike na ukomenti kwenye video yangu. Asanteni.